Lassana Kante, lakini pia kwa Jonathan Soa wamerejea katika kikosi cha Simba, na kesho zidi ya Dodoma Jiji watashuka uwanjani. Lakini pia kuelekea katika mchezo wa dabi, kama coach Steve Beckett ampendeza, basi huenda pia tukawaona huko. Urejeo wako hivi sasa moja kwa moja inaenda kuongeza nini hasa katika squad ya Simba Sports Club? Of course kwanza ni jambo jema, kurejea kwa wachezaji wao ni kitu kizuri, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanapata nafasi mara kwa mara ya kuanza katika kikosi cha Simba. Ukimwangalia Lassana miongoni mwa wachezaji ambao amepata nafasi nyingi za kuanza, na ndio maana Takadi alipata adhabu, alipata kipindi ambacho anacheza. Lakini ukimwangalia Jonathan Soa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na ubora mkubwa, hususan katika msimu uliomalizika. Sasa kurejea kwake kutaendelea kumpa option mwalimu Steven Becker kuhakikisha nani ambaye anapaswa kuanza. Kuna nyakati wenda anaanza Selemani Mwalimu, sio kwa sababu tu ana uwezo, kwa sababu katika namba yake hakuna mchezaji mwingine ambaye anaweza akacheza. Sasa unapokuwa na full squad, hususan wanaelekea katika mchezo wao muhimu wa dabi ya Kariakoo. Ikumbuke tayari Simba ameshapoteza michezo 6 mfululizo, na huu unakwenda mchezo wa 7. So far wanatamani kwenda kuapply kitu kipya kwa mashabiki wao. Kwa hiyo timu ya design kama hiyo inatamani kuwa na full squad. Kila mchezaji anapaswa kuwa na utimamu wa kimwili kwa asilimia kubwa, lakini pia unatamani kuwa kama mwalimu, unatamani kuwa na wachezaji wako wote ambao kimsingi naamini kwamba unaweza ukampa nafasi akaanza, ama ukapata nafasi ukamfanyia mabadiliko, ama ukapata nafasi ya kubadilika kimbinu, kwa sababu kila mchezaji anaweza akakufaa kwenye nyakati tofauti. Kwenye mbinu moja anaweza kufaa kwenye mbinu nyingine. Kuna mchezaji anaweza akawa ni mzuri kwenye total football, lakini kuna mwingine ni mzuri kwenye direct football, si ndio? Kwenye mwingine anapenda zaidi cheze kwenye mfumo wa timu kutuambia kwa kasi, lakini kuna mwingine anapenda acheze ama anashine vizuri akicheza timu iko slow, inatengeneza mipango taratibu. Sasa unapopata fursa kupata kuwa na wachezaji wako kama hawa muhimu, dhahiri shahiri unakwenda kuongeza value, unakwenda kuongeza ushindani katika kikosi, na yule ambaye anapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza obvious atakuwa ni X factors, kwa maana na kitu cha ziada kushinda muzaki. Hapo funga meza, nataka kufahamu kukosekana kwa wachezaji hao wawili, mmoja katika eneo la ushambuliaji, mmoja katika eneo la kiungo mshambuliaji, uliona kuna mapungufu yoyote ambayo moja kwa moja pengine ilikosti Simba kwa hivi karibuni walipokosekana, ama wachezaji ambao waliingia katika dirisha dogo moja kwa moja pengine wameimarika na mapengo ambayo yalikuwepo kwa wachezaji wawili yamezibwa? Ukijaribu kuangalia katika eneo la kiungo kaongezeka nani, utapata jibu, utagundua kwamba zaidi mtu wake yule ambaye ni mchezaji yule ambaye alikuwepo kwenye msimu uliomalizika, maana Yusuf Kagoma ambaye ameendelea kusheni katika hilo eneo. Lakini ukiacha hivyo, eneo la ushambuliaji ni yule Selemani Mwalimu, kwa maana katika eneo la ushambuliaji hakuna mchezaji mwingine ambaye amefanyaje ameongezwa. Kwa maana utagundua kwamba katika eneo la ushambuliaji wapo wachezaji wale, na sasa hivi wamebakia wachezaji wawili, kwa maana Selemani Mwalimu pamoja na huyo Jonathan Soa. Ikumbuka alikuwa Steve Dese Mukwala ambaye yeye ameondoka. So far kwangu mimi nadhani hawa ni wachezaji ambao wanakwenda kuboost, wanakwenda kuongeza add value katika kila eneo. Eneo la kiungo ukimwangalia Salkante miongoni mwa viungo ambao binafsi ana ubora kwenye kukaba, lakini ubora wake pia kwenye kupiga pasi, hususan pasi ndefu na pasi fupi. Ukimwangalia Yusuf Kagoma ni aina ya kiungo ambaye anaenjoy zaidi kwenye kukaba, kufanya interception na kublock mipira katika eneo la chini, lakini sio inapokuja timu inatakiwa iende sasa haraka kushambulia kwa haraka kwenda katika eneo la mpinzani, kidogo na hiyo weakness. Lakini kumwangalia Lassana ni aina ya kiungo wa design kama anaweza akafanya hayo majukumu, anaweza akakaba, lakini pia anaweza akatengeneza mashambulizi ama kaenda mbele kwa haraka. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna kitu cha ziada. Kwa hiyo mwalimu ataangalia kwa nature ya huu mchezo nahitaji kiungo namna gani, kwa nature ya huu mchezo nahitaji mshambuliaji aina gani. Kumwangalia Selemani Mwalimu ni aina ya washambuliaji ambao hawaenjoy kukaa katika eneo la kati, anapenda sana kufanya lana hususan katika upande wa kushoto. Jaribu kuangalia katika mchezo mingi ya Simba, mara nyingi anaonekana zaidi katika upande wa kushoto. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anapenda sana kukimbia katika maeneo, lakini Jonathan Soa yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao anapenda kusimama katika eneo la katikati. Sasa itategemea approach ya mchezo. Mchezo huu unahitaji mchezaji wa design gani? Tunahitaji standing striker ama tutataka running striker, kwa maana mchezaji striker ambaye anashambulia kukimbia katika maeneo tofauti, ama striker ambaye anasimama katika eneo la katikati kina Clatous Chota Chama na wengineo watengeneze nafasi. Kwa hiyo utagundua kwamba mwalimu sasa kunaenda sasa kufungua wigo wa kimbinu kwa mwalimu na approach ya mchezo. Kwa maana mwalimu yeye ataamua sasa nacheza kwenye style ipi. Na leo mechi hii ni ngumu, kwa hiyo tunahitaji mshambuliaji wakati ambaye atasimama tu. Sisi tukipata chance moja tunajua tuna mtu katikati ambaye amefanyaje? Amesimama. Kwa
Kwa hiyo kwa mwalimu inakuwa ni faida kubwa, lakini kusema kwamba labda kulikuwa na pengo, of course kwa kuwa Simba imecheza katika ligi kuu, naona kidogo imecheza vizuri, haikuwa na kila baada ya siku inaendelea kubadilika. Uwezi kukaa hapo kasema kwamba kulikuwa na mapengo ya wazi kabisa. Ukiangalia Sulemani Mwalimu kwa michezo kadhaa inaonekana kufunga, sasa hivi takriban ana goli 4 kama sikosei, so unaona consistency kwenye kuscore. Lakini pia Jonas Sensua nadhani ana goli 2 kama sio 2 3 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Yes, huenda kama angepata nafasi katika mchezo kadhaa aliocheza, huenda leo hii tungezungumza Jonas Sensua labda na goli 6 na goli 7. Amerejea kwenye kikosi, Zaire Shali anakwenda kuongeza ushindani katika eneo la ushambuliaji. Kipi kifanyike kwa wachezaji hawa au kwa wengine ambao wapo katika kikosi cha Simba wasirudie makosa kama haya kinizamu ambao wamefanywa na wachezaji wenzao? Wachezaji muhimu, lakini kukosekana kwa huenda wanaenda kuikosti timu. Sasa kipi kifanyike ili isijirudie tena tabia kama hizi mchezoni? Kwanza natamani klabu zote zinafanya tathmini kwa wachezaji. Yaani mchezaji wewe ukipata adhabu natamani kuona kuwe na kamati za kufanyia tathmini ndani ya klabu. Acha adhabu ambayo utapewa na bodi ya ligi na wengineo, achana nayo. Natamani kuwa ndani ya klabu kuwe na jopo la kufanya tathmini la wachezaji ambao wamekuwa wakipata hizi adhabu. Hii itatengeneza kitu cha tofauti na itajaribu kupunguza makosa yasiokuwa ya lazima kwa wachezaji, kwa sababu leo hii ukimkosa Jonas Sensua unamkosa Alassane Kante kwa sababu ya adhabu ambazo wamezipata. Zaire Shali unakwenda kukosti timu. Huenda walikuwa wao ni wachezaji wa muhimu, labda kuna mchezo Simba alipaswa kushinda kwa mawao kuwepo katika kiwanja, hususan kama Alassane Kante, yes, Naby Keita ambaye alipata kadi katika mchezo ya kimataifa, alikosekana katika mchezo kadhaa. Alassane Kante, Sidi Malieni, utakumbuka kwanza na Simba amecheza, kuna mchezo labda Simba alipaswa kushinda, kwa kuwa alikosekana timu ikafanyaje? Simba alionyesha wachezaji wengi karibu. Yes, Sidi Malieni, Alassane Kante na Shomari Kapombe. Yes, utakuta Shomari Kapombe ni amushoni tena, huwezi kucount kwa sababu tayari jahazi ilikuwa ishazama. Nazungumza kwenye hile kipindi ambacho timu bado ilikuwa inahitaji na ilikuwa na nafasi ya kufanya vizuri. Labda kukosekana kwa mchezaji fulani imesababisha timu ifanye makosa, ama isababisha timu ikose ushindi. Kwa hiyo kama kutakuwa na majopo ya kufanya tathmini kwa wachezaji mara baada ya kufanya madhambi na kuwe na adhabu za ndani, huenda kukata mishahara na kadhalika, zitaongeza hiyo hali ya kujituma kwa nidhamu kubwa kwa wachezaji kuliko kufanya makosa sio kwa lazima. Kwa sababu kuna nyakati unaona mchezaji anafanya kosa la uzembe, haiwezekani mchezaji ana mpira anaenda kwenye mwingine zako mguu wa shingo, unampiga kipepsi ya nini yote haya. Sasa utagundua kwamba wewe ukipata kadi nyekundu, ukifungiwa na bodi ya ligi, ina maana timu yako unafanyaje? Unaikosti. Sasa unaikosti timu aliyakuwa haikuwa na lazima kufanya. Unajua kuna madhambi mengine of course unapewa adhabu, imetokea hata mtu kikasema alikuwa hana namna, yani hamna na mara nyingi adhabu za alikuwa hana namna wagazinaga adhabu ya nje. Mfano umebaki 1v1 kakupita, umemshika shati, umepewa umeme, kadi nyekundu. Kuna kamati ambayo itakanje itakupa adhabu ya mechi 5? Hakuna. Kama utatemekea adhabu yako tu ile ya kadi, basi inaonekana bado ukapata kadi kwa sababu ya timu, kwa maana alikuwa ananusuru timu isifanyaje, isifungwe. Lakini wewe upo katikati ya uwanja ama upo katika hafu ya kwako, au ndo mshambuliaji mbele, mshambuliaji mbele, unawacha mpira umpiga mtu kipepsi, unapewa kadi nyekundu. Baadaye kamati inakaa naona kwamba bwana wewe umezingua hapo, kuna 1 2 3 inabidi apate mechi 5 nje, timu yako unakosa mechi 5, uone kama unaikosti timu. Kwa hiyo mimi natamani kuona pia kunakuwa na hizo kamati za kuhakikisha kunakuwa na adhabu ambazo zinatolewa ndani ya klabu. Haijalishi kwamba ulikuwa unapambania timu, sio tutaangalia wewe kulikuwa na lazima wewe kufanya hivyo. Kwa hiyo tutatengeneza discipline kwa wachezaji na kusababisha wachezaji wabaki katika njia kuu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.